Tutaomba Mwenyezi Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nirudie hapo. Nilikuwa nasema namuomba Mwenyezi Mungu mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu vitakavyoachwa, bali tupimwe kwa tabasamu takaloliacha kwenye nyuso za Watanzania. Sambamba na hilo, tutakamilisha upatikanaji wa meli kubwa itakayotoa huduma katika bahari ya Hindi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa usafiri wa anga, pamoja na mambo mengine, tumepanga kuwa fikapo mwaka 2030 tuliimarishe zaidi shirika letu la ndege la Tanzania kwa kuongeza ndege 8 nyingine, kuliwezesha shirika kuongeza miruko ndani na nje ya nchi. Mwelekeo wetu ni kufungua nchi pamoja na kukifanya kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere kuwa hub au kiungo cha safari za ndege za kimataifa. Aidha, tutakamilisha ujenzi wa viwanja mbalimbali unaoendelea, vikiwemo kiwanja cha kimataifa cha Msalato hapa Dodoma, viwanja vya Mwanza, Iringa na Mpanda. Aidha, tutaongeza viwanja vikubwa hasa vilivyopo pembezoni kwa nchi kwa lengo la kuendelea kupanua biashara na utalii. Miongoni mwa miradi hiyo ni viwanja vya ndege vya Mugumu kuelekea hifadhi ya taifa ya Serengeti, kiwanja cha ndege cha Njombe kukuza biashara, mazao na matunda na kurahisisha usafirishaji wake, na kiwanja cha ndege cha Kiabanjwa Kagera kitakachofungua fursa zaidi kwa mkoa wa Kagera. Serikali itajenga chuo cha anga na kuimarisha chuo cha anga cha taifa na kuimarisha mafunzo na kuvutia zaidi wataalamu wakiwemo marubani, wahandisi na wahudumu wa ndege. Mheshimiwa Spika, tunapotekeleza mkakati wa uchumi wa kidigitali, uwekezaji kwenye tehama ni muhimu sana. Hivyo tutaendeleza kazi ya kuhakikisha mifumo yetu inasomana, ikiwemo mifumo mipya itakayoanzishwa. Tutaongeza matumizi ya teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde ili kuboresha utendaji kazi na utoaji wa huduma. Kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF na kampuni za watoa huduma, tutahakikisha huduma ya mtandao inawafikia Watanzania wengi zaidi ili wasaidie kujiunga katika mifumo ya upatikanaji wa fedha na mitaji, yani financial inclusion, na kukuza biashara zao. Tutajenga pia chuo cha teknolojia ya kidigitali ili kuwajengea vijana wetu uwezo wa kushindana katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Spika, utunzaji wa mazingira ni suala muhimu sana katika maendeleo tunayoyapanga na kuyatarajia. Kuelekea 2030, taendelea kusisitiza utunzaji wa mazingira na mambo yake yote, vyanzo vya maji na mambo mengine. Tutaweka jitihada kubwa kwenye usimamizi wa biashara ya hewa ukaa kwa manufaa ya wananchi wa maeneo husika na taifa zima kwa ujumla. Vile vile, hatua hii itasaidia kupunguza migogoro ya mikataba katika siku za usoni. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kulinda uhuru wa vyombo vya habari ili Watanzania wapate haki ya kupata taarifa za ndani na nje ya nchi. Tutaendelea kutoa leseni kwa vyombo vya habari na kulinda uhuru wa kufanya kazi zao
kwa kufuata sheria za nchi. Tutaimarisha vitengo vya habari vya serikali ili viweze kutoa habari kwa weledi na kwa wakati. Aidha, tutaendelea kutambua waandishi wa habari za maendeleo nchini kupitia tuzo ya Samia Kalamu Awards. Mheshimiwa Spika, maendeleo ya nchi yoyote yanaonekana katika utamaduni na ustaarabu wake. Isitoshe, katika dunia ya leo, utamaduni ni bidhaa na utamaduni ni uchumi. Hivyo tutakuza na kuifanya lugha yetu ya Kiswahili kuwa bidhaa. Tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa studio. Vile tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa studio ya kisasa ya filamu ili kupandisha thamani ya kazi za wachezaji filamu wetu hapa nchini. Tutajenga ukumbi wa kisasa wa maonyesho ili kuwawezesha wasanii wetu kufanya matamasha ya kimataifa na kuvutia wasanii wa nje wakubwa kuja kufanya matamasha hapa nchini. Tunataka sanaa na filamu na muziki zitengeneze ajira na kuchangia uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, michezo ni uchumi. Hatuwezi kupata matokeo makubwa bila kuwekeza. Miongoni mwa hatua tutakazozichukua ni kuanzisha na kuendesha shule za michezo nchini. Tutaanzisha shule hizo kwa lengo la kuandaa wanamichezo wa leo na kesho. Kama mnavyofahamu, nchi yetu itakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka 2027 na kuelekea huko tutakamilisha ujenzi wa viwanja vitakavyotumika kiwemo uwanja wa AFCON uliopo Arusha na maboresho ya viwanja vingine nchini. Vile tutaendelea kuvutia michezo mbalimbali kufanyika hapa nchini ili kuongeza fursa zitokanazo na kuwa mwenyeji wa michezo hiyo. Mheshimiwa Spika, Tanzania inathamini ushirikiano wa kimataifa na ingependa kuishi na mataifa mengine kwa msingi wa kuheshimiana na kufaana. Serikali ina dhamira ya dhati kuendeleza mahusiano mazuri yaliyopo na nchi marafiki na mashirika ya kimataifa. Daima tutajielekeza katika kuongeza marafiki na kupanua fursa za kiuchumi kwa nchi yetu na watu wake. Kama taifa, tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Asanteni sana. Asanteni waheshimiwa. Nataka nirudie, kama taifa tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Na katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Katika kulinda maslahi ya nchi hakuna